Karibuni tena wapendwa watazamaji wetu popote mnapofuatilia kipindi hiki. Hiki ni kipindi cha Biblia Yasema, kipindi ambacho hupokea maswali kutoka kwa watazamaji wetu nasi tunayatafutia majibu. Na leo tumepokea maswali mengi kadha wa kadha na ambayo tunaenda kuyatafutia ufumbuzi. Mimi ni mtumishi wako mchungaji Steven Leta. Niko na Esther Marekana ambaye anakwenda kutusomea swali la kwanza, lakini kabla hebu tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, asante kwa fursa hii ambayo umetupatia. Tunakwenda kuyachambua maswali. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili watazamaji wetu wakaweze kufaidika na wakaweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi zaidi. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu kwa swali. Kuna tofauti gani kati ya Sabato ya Agano la Kale na Sabato inayoelezwa katika Agano Jipya? Okay. Huyu anataka kujua tofauti. Kuna Sabato ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kuna tofauti wowote? Majibu: hakuna tofauti kati ya Sabato ya Agano la Kale na Sabato inayotajwa kwenye Injili ya Agano Jipya. Anapozungumzia Injili ni ile Mathayo, Luka, Yohana pamoja na Marko. Siku ya Sabato ya Agano la Kale ndio hiyo hiyo ya Agano Jipya, yaani siku ya 7 ya juma ambayo ni Jumamosi. Haijawahi kubadilika. Kama ni tofauti ya siku, hamna tofauti yoyote. Wayahudi au Waisraeli wanaposema Sabato wanamaanisha Jumamosi, na sisi tunaoishi wakati huu tunaosoma Injili tunapokutana na neno Sabato tunamaanisha Jumamosi vile vile. Haijawahi kuhama, haijawahi kubadilishwa, kwa sababu kawaida ni kwamba hiyo siku mpaka ikaitwa ni ya Sabato ni agizo la Mungu mwenyewe, ni wazo la Mungu. Yeye ndio aliyebuni kwamba kuwepo na siku ya 7 na iitwe siku ya Sabato, na hatuoni mahali popote alipobadilisha agizo hilo, hamna. Na ni kawaida yake, akishatamka na jambo huwa halibadiliki. Umeshawahi kuona amri za Mungu zikibadilishwa? Yani kwa mfano alisema usiue, alafu baadaye akasema sasa mnaweza tu mkaua. Au usizini, akasema sasa nimewahurumia sana, basi muendeleeni kuzini. Hamna. Na Sabato hivyo hivyo. Kwa hiyo Sabato ya Agano la Kale na Agano Jipya iko sawa sawa kabisa. Waisraeli na Wayahudi hawajawahi kushika Sabato nje ya siku ya Jumamosi. Mgogoro wa Yesu na Wayahudi ulihusu mapokeo walioyaongeza kwenye Sabato na tafsiri potofu waliokuwa nayo kuhusu Sabato, na wala haikuhusu tofauti ya siku ya kuabudu. Yaani Yesu hakuwahi kugombana na Wayahudi hata kwa siku moja, kwamba nyie mbona mnasali siku ambayo mimi sijaagiza? Hii ni Sabato mmetoa wapi? Hapana, hiyo siku sio niliyosema mimi. Hawajawahi kutofautiana na Wayahudi. Miongoni mwa watu ambao wamekuwa msaada mkubwa wa kutunza kumbukumbu za Biblia ni Wayahudi. Hata ukienda leo, nenda leo Israeli, Ijumaa ikifika, jua likizama, kama utaona duka lolote lilofunguliwa, wale watu ni waaminifu sana kwa Sabato. Kwa hiyo Yesu hakugombana nao kabisa juu ya siku, ila namna ya kuitunza Sabato. Hapo ndio palikuwa na mgogoro mkubwa sana. Mathayo 12 fungu la kwanza hadi la pili nasema, wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, na wanafunzi wake wakaona njaa. Wakaanza kuvunja masuke, wakala. Na Mafarisayo walipoona walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Sio halali kabisa kwenda mashambani siku ya Sabato. Alafu unapita mashambani unakata masuke ya ngano, alafu unapukucha unakula. Nani amewaruhusu kitu kama hicho? Na halafu wewe Yesu mwenyewe unawaangalia tu. Kwani wakatazi? Kwani wagombezi? Kwa hiyo unaungana nao kwamba siku ya Sabato mtu anaweza akaruhusiwa akala, akafanya vitu vyovyote.
Ulikuwa mtihani mkubwa sana kwa Yesu, kwa sababu yeye ndio aliyetoa maagizo yote ya Sabato hayo. Usipumzike, usifanye kazi, usifanye nini. Yote hayo unayoyaona kwenye sheria ya Sabato, hakuna binadamu aliyoyaongeza. Nenda pale kwenye amri za Mungu, amri ya 4. Maelezo yote yako pale, yale yalitolewa na Yesu. Ila Wayahudi tena wakaja wakajiongezea mengine. Ndio hayo kwamba hata ukisikia njaa we kauka tu. Sasa wale wanafunzi inawezekana toka asubuhi hawajapata breakfast, na hayo huo majira sijui ilikuwa ni majira labda ya mchana na wala hapaeleweki kwamba hivi mlo tunaenda kula wapi. Unajua wale jinsi walipokuwa wanatembea, walikuwa watembei na chakula wale nategemea wakifika mahali basi wanaweka kikao na kula. Kwa hiyo siku hiyo, siku ya Sabato, na wanasikia njaa wakasema hapana, ngoja tule. Na kwa sababu walishamsikia maelezo yao bosi wao. Unajua mtu bosi wako unamuelewa tu. Hawezi kuwa walikuwa wanampima pale, hamna, walikuwa wanamuelewa kwamba hiki kitendo atakubaliana nacho tu. Kwa hiyo wale Wayahudi wa Sabato wenzake, maana Yesu alikuwa msabato pia, kwa maana ya kwamba alikuwa anatunza siku ya Sabato. Tutaenda kuangalia huko mbele. Wale wa Sabato wenzake wakamind sana, wakawa hakumuelewa jambo hilo, likazua ugomvi mkubwa sana. Kwa hiyo ugomvi wa Yesu na Wayahudi ulikuwa kwenye namna ya kuitunza Sabato. Mathayo 12 fungu la 5 hadi la 7, Biblia inasema, wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia. Anatoa ufafanuzi sana, jitetea kwa nini yeye aliona wanafunzi wake wanafanya kile kitendo siku ya Sabato na ametulia tu, hakuwakemea. Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngelijua maana yake maneno haya, anataka rehema wala si sadaka, msingeliwalaumu wasio na hatia. Kuna tukio jingine ambapo Yesu aliletewa mlemavu, na kwa hiyo alipomponya ikazua tena tafrani. Yaani vitu ambavyo ukitaka kugombana Wayahudi wakati ule, ama ule siku ya Sabato, ama unamponya mgonjwa siku ya Sabato. Ni kama vile leo kwenda Zanzibar wakati wa kufunga, wakati ule wa Ramadhani, alafu onekane huko barabara unajilea tu miwa, sijui mahindi unatafuna nini, unaenda hoteli. Kwanza hoteli zenyewe utazikuta zimefunguliwa. Unaona? Kwa hiyo ndio ilivyokuwa kwa Wayahudi, mtu yoyote kuonekana anafanya shughuli yoyote siku ya Sabato, hata kama una njaa, tulia, vumilia mpaka Sabato iishe. Sabato inawakilisha pumziko walipatalo wale walioahidiwa raha baada ya kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Raha ile ile waipatayo kwa Yesu ndiyo ipatikanayo kwa kuitunza Sabato. Sabato ni uthibitisho kuwa wanaopumzika wameacha kusitegemea juhudi zao wenyewe ili kuokolewa. Sikiliza tena hiyo pointi. Sabato ni uthibitisho kuwa wanaopumzika wameacha kuzitegemea juhudi zao wenyewe ili kuokolewa. Sasa ikiwa Wayahudi wamepumzika, lakini wanajaribu kufanya jitihada zao wenyewe ili wapate kuokolewa, ili wapate kumfurahisha Mungu, wanakosea sana. Sio kusudi la Sabato hilo. Yaani Sabato jinsi ilivyokaa iko adjustable. Kiswahili chake yani inapohusu mahitaji ya dharura, mgonjwa, mtu mwenye njaa, mtu ambaye amedondokewa na pikipiki au baskeli au nyumba kabisa, huyo mnamsaidia kwa nguvu zote, na hata kama mnatoa jasho, unavua shati kabisa, unaweka pembeni, hujavunja Sabato. Lakini kwa Myahudi, kama unataka kupata mvua za mawe, fanya kitu kama hicho. Huyu aliyedondokewa na nyumba, huyu anatakiwa angaliwe hivyo hivyo mpaka Sabato ishe. Sasa ilikuwa ni mpango wa shetani kuivuruga Sabato ionekane kitu cha hovyo, kisicho na lojiki, wakati ambapo Sabato ni kitu cha lojiki. Pale ambapo hakuna ulazima wa kufanya hiyo kazi, unaacha. Pakitokea ulazima, na ulazima unakuja kwa njia ya dharura, maisha ya mtu yako hatarini, unafanya kazi. Wewe ndio unayeamua, wewe ndiye bosi. Sasa hilo hawakutaka, walitaka iwe imepiga kama rula tu, kwamba sasa tunasema hiyo siku hamna kumpa mtu chakula. Alikuwa wapi yeye asile muda wote huo?
Mathayo 11:28-30 Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Unajua, huu wito anaotoa Yesu hapa ndio wito ambao anautoa kwa watu wote wanapowaalika kwamba waje watunze Sabato. Kule kwenye utunzaji wa Sabato, kama utafuatilia maelekezo kama anavyotakiwa, ukaja miguuni pa Yesu, umnyenyekevu, unatubu, unaungama dhambi zako vizuri, unamweleza Yesu changamoto ulizonazo, unamsifu kwa mazuri aliyokutendea, hiyo raha unayoipata baada ya pale ni raha kubwa sana. Katika nafsi yako utasikia amani. Amani kwanza kwa sababu umesamehewa dhambi. Dhambi inaondoa amani sana. Unakaa dhambi inakupa jaka la moyo. Na kwa hiyo siku ya Sabato unaipata ile raha wanaoipata watu wanaokwenda kujibwaga miguuni pa Yesu, kwa sababu kitu kinachofanyika katika ile siku ya Sabato kwa sehemu kubwa ni kujibwaga miguuni pa Yesu. Ni kumwacha Yesu afanye anachotaka kufanya ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, ndani ya akili zako. Na halafu unatoka pale ukiwa umeburudika, ukiwa mwepesi kabisa. Waebrania 4:10-11 nasema, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Kwa hiyo Sabato ni mapumziko yanayokutoa kwenye mahangaiko na kazi zako ulizokuwa unafanya, na zaidi sana ni mahangaiko ya kujitafutia wokovu kwa njia ya matendo. Unahangaika sana ili kumfurahisha Mungu, ili kumridhisha Mungu, ili Mungu akuone kwamba wewe uko vizuri kuliko wengine, kitu ambacho kinashindikana kwa sababu wewe ni mwenye dhambi na una asili ya dhambi. Basi ukija siku ya Sabato unapata burudiko tu. Tumefikia mwisho wa swali hilo, tunaangalia swali linalofuata. Kuna faida gani za kushika Sabato kwa maisha ya kiroho na kimwili? Asante. Wewe unataka kujua faida za kushika Sabato kwa maisha ya kimwili na ya kiroho. Majibu ni kama ifuatavyo. Zipo faida kadhaa za kushika Sabato kimwili, na zipo pia faida kadhaa za kushika Sabato kiroho na hata kijamii. Upande wa kimwili, Sabato inatupatia pumziko tunalolihitaji ili kurejesha nguvu zilizotumika na kurekebisha mifumo ya utendaji kazi wa miili yetu. Na Sabato hutupatia wakati adimu wa kutafakari na kutathmini tulikotoka na tuendako. Mwili unapata mapumziko, mifumo mbalimbali ya mwili inajirekebisha, inajirejesha pale ilipokuwa kabla haijatumika. Na kwa hiyo unapomaliza Sabato unakuwa na nguvu mpya ya kuanza tena shughuli mbalimbali. Lakini pia unapata muda wa kutathmini ulikotoka na unakokwenda. Unajua, kwenye haya maisha kama huna muda wa kutathmini ni kupima kitu ulichokifanya, kama kimetimiza malengo na makusudi yako, na kama kulikuwa na mapungufu yako wapi na yalisababishwa na nini. Sasa hiyo inafanyika siku ya Sabato. Tunataka kujua faida. Alafu muda wa mapumziko ni wa muhimu ili kitu kinachotumika kijiunde upya na kujikarabati. Hiyo hata waendee wataalamu wa afya watakukubalia hivyo hivyo, na sio wataalamu wa afya tu. Hata simu yako hiyo inahitaji muda wa kushajiwa. Na wanasema wakati wa kuchaji inatakiwa uwe umezima kabisa, sio inafanya kazi. Sasa hiyo ni mifano michache tu kuonyesha kwamba kila kitu kinahitaji muda wa kukarabatiwa. Ni mashine chache zisizohitaji kupumzika kama jua, nyota na mwezi, lakini mwili wa mwanadamu unahitaji mapumziko ya angalau mara moja kwa juma. Zaburi 139:14-16 inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikustirika kwako nilipoumbwa kwa siri. Nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi, macho yako aliniona kabla sijakamilika. Chioni mwako ziliandikwa zote, pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Unajua, moja mambo ya ajabu sana ni jinsi mwili wa binadamu, na sio wa binadamu tu, wa viumbe wote, na sio viumbe
kwa maana ya wanyama au wenye damu, hata mimea ina namna yake ya kujikarabati, ya kujiunda upya, ya kujitibu, ya kujikinga. Yaani Mungu jinsi alivyotengeneza mifumo ya miili yetu inajitosheleza kabisa kufanya kazi ile inayofanywa kule hospitalini. Bahati mbaya ni kwamba miili inaelemewa, na ndio maana tunahitaji kwenda kupata usaidizi wa madaktari. Lakini kama hii miili tungeitunza, na namna moja ya kuitunza ni kupa muda wa kupumzika. Muda wa kupumzika. Utafiti uliofanyika nchini Marekani umegundua kwamba Waadventista wa Sabato ni miongoni mwa watu wanaoishi maisha marefu zaidi kuliko wengine, na ikaja ikabainika kwamba sababu ni kwamba hawa watu wanakuwa na angalau siku moja ambayo wanapumzika masaa 24 ya kupumzika kabisa totally, na hiyo inafanya mwili unajijenga, unajiimarisha, na ndio sababu inawafanya wanaishi maisha marefu zaidi. Kuna na sababu zingine, hawatumii pombe, hawatumii sigara na vitu kama hivyo. Na kwa hiyo hapa kwenye amri ya Sabato, kwa kweli miili yetu ingetoa shukrani kubwa sana kama ungekuwa umeanza kutunza Sabato. Yaani unakuwa na siku moja katika juma ambayo unapumzika kabisa, ili mwili ujijenge tena. Yeah. Katika Sabato inatupatia pia fursa ya kujumuika pamoja kifamilia na kijamii, tukibadilishana mawazo na kuhimizana. Mwili uliopumzishwa na masumbufu ya maisha na misongo ya mawazo ni kiwanda cha kuzalisha hali bora ya kiroho. Na sio hali bora ya kiroho tu, hata mwili uliopumzishwa vya kutosha inavyotakiwa, unazalisha kinga ya kutosha, immune system inakuwa bora. Kwa hiyo lakini tumeambiwa kwamba ni wakati wa kubadilishana mawazo, kuhimizana. Unapokuwa peke yako, changamoto unazozipata huna mtu wa kushare naye, hiyo ni hatari. Lakini unapokuwa umeenda kupumzika siku ya Sabato, mnashare mawazo, mnabadilishana mawazo, hiyo ni faida. Waebrania 10:25 Biblia inasema, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa hiyo ile mkusanyiko wa Sabato inatusaidia sana. Yaani ukiwa wewe peke yako huko uliko, baada ya muda tu utapoa. Wewe chukua mfano tu wa mkaa. Mkaa wa moto kabisa umekolea kwenye jiko la mkaa pale. Ulichukue hilo jiko la mkaa hilo, hata kama likiwa kubwa kama kiganja chako hicho, halafu kaliweka peke yake mahali fulani, baada ya muda litapoa, litazima. Lakini kama lingebaki pale pale na mikaa mingine, lingeendelea kuwa la moto. Hii inatufundisha nini? Kwamba mikusanyiko ya watu inasaidia sana kukufanya wewe unabaki na joto kimwili, kiakili na kiroho. Ukibaki bila kwenda kanisani, ninaongea na mtu fulani hapa ambaye hajaenda kanisani bila hata sababu ya msingi, labda Sabato 4, labda mwezi mzima, labda mwaka mzima. Nataka nikwambie, ukiendelea na huo utaratibu utapoa na mwisho utarudi nyuma kabisa. Lakini kama utaamua Sabato ijayo unaenda kanisani, utaanza kupata joto. Faida ya pale ni hilo joto unalolipata kutoka kwa wenzako. Usiache kukusanyika pamoja, Biblia imetuambia. Ezekiel 20:12 nasema, tena aliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Kama kuna faida kubwa sana unayoipata kwa kwenda kupumzika siku ya Sabato na kwenda ibadani, ni kwamba hiyo siku Mungu ameahidi kuwatakasa wanadamu. Anatakasa vipi? Wewe huwezi kujua. Yesu ni Mungu na huo mwili ni wa kwako. Kile kitendo cha wewe kufika pale tu kanisani, kuna utakaso unaoendelea kupitia nyimbo, kupitia kwaya, kupitia maombi, unatakasika. Kwa hiyo nayo pia ni faida kubwa sana. Tumefika mwisho wa swali hilo, tunapokea swali jingine. Karibu. Asante Pastor. Muuliza swali anauliza, kwa nini Wasabato hampiki chakula Jumamosi? Hii ni kesi kubwa sana. Wasabato hawapiki chakula Jumamosi. Kwa nini?
Nimekuelewa na nimekusanya maelezo, itakuwa marefu kidogo, lakini nitajaribu kwenda nayo kwa spidi ya kutosha. Jumamosi ni siku ya 7 ya juma ambayo Mungu aliagiza wanadamu wote pamoja na wewe kupumzika na kumfanyia ibada. Kazi ni moja tu iliyoruhusiwa, kupumzika na kufanya ibada. Agizo la kutopika chakula haliwahusu wa Sabato peke yao, bali linawahusu wanadamu wote. Wanadamu wote waliagizwa kutopika chakula siku ya Sabato pale ambapo hakuna ulazima wa kufanya hivyo. Mungu anapotoa hii sheria hatoi kwa Wasabato au Wayahudi au Waisraeli peke yake. Hapana. Hii sheria ya Sabato inawahusu wanadamu wote. Na hilo nimelizungumza tena na tena na tena na tena na tena. Kwa bahati mbaya, niite bahati mbaya, waliolipokea ni wachache. Ndio hao Waisraeli, ndio hao Wayahudi, ndio hao Wasabato, na hawakukosea kulipokea hilo agizo. Unawezaje kumpinga Mungu? Yaani Mungu anakuambia kitu wewe unabisha. Wewe unatoa wapi wewe ujasiri? Mungu anatoa agizo lake, mwanangu tena agizo lenyewe jepesi. Hajasema nataka uende shambani ukalime, sio naomba ukang'oe visiki, kasema pumzika. Hivi kupumzika nako ni jambo la kukwaza mtu? Yaani unaambiwa naomba upumzike, umekwazwa hapo. Umekwazwa nini sasa? Wewe unataka uambiweje? Kafanye kazi. Kwa hiyo Mungu amewaagiza wanadamu wapumzike, na wapumzike ili wawe na nafasi na yeye ana jambo na wao, jambo kubwa tu la faida yao. Kwa hiyo kule kukataliwa kupika, hawajakataliwa Sabato peke yao, wamekataliwa wanadamu wote. Na nimesema kwamba wamekataliwa kupika, nikaweka angalizo, isipokuwa pale inapokuwa lazima. Yaani pale inapokuwa lazima kupika kupo tu, siku ya Sabato unapika tena kwa raha zako kabisa, na nitafafanua. Lakini ulazima wa kupika chakula siku ya Sabato unapojitokeza, Waisraeli na wanadamu wote kwa ujumla waliruhusiwa kupika, kwa sababu uhai wa mwanadamu au wa viumbe wengine ni wa muhimu zaidi kuliko Sabato yenyewe. Sabato haikuletwa ili iwe mzigo kwa mwanadamu au iwe chanzo cha mateso. Nadhani imeeleweka hiyo. Pale inapokuwa lazima kupika kunafanyika, inapokuwa lazima. Maombolezo 3:33 Biblia inasema, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Yaani usifikiri kwamba vile watu wanapokaa siku ya Sabato hawajapika, sijui mtu mwenye njaa kaja hapo anaambia chakula kimeshaisha na sasa haturuhusiwi kununua, ningeenda dukani kununulia unga hapo nikusongee ugali, au hata nikakununulia dagaa pale, lakini sasa haturuhusiwi kununua. Na yule mtu anabaki hapo anapiga miayo, anasubiri Sabato ishi, kwamba Mungu sasa hapo anasema yes, waipate. Mungu hafurahi kuwatesa wanadamu. Kwa hiyo siku ya Sabato sio siku ya mateso. Marko 2:27 akamwambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Sabato haiwezi kuwa bwana mkubwa kuliko mwanadamu. Unaona? Ni kama vile wengine wanachofanya, ukikuta vitabu viwili, kuna Biblia na kitabu kingine tu cha kawaida, wanaweka kile kitabu cha kawaida chini, Biblia inakuwa juu, kuonyesha kwamba wanaiheshimu Biblia. Sasa ukikuta vitu viwili, kuna mwanadamu alafu na Sabato, unadhani yupi anatakiwa akae juu? Kuonyesha kwamba yeye ni wa thamani kuliko mwingine. Ni mwanadamu. Haya ni maelezo ya Yesu mwenye kuitoa Sabato yake. Sasa akikufafanulia wewe unabisha wewe nani? Mathayo 12:12 nasema, je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Mwenye Sabato yake amesema, kama kuna jambo jema unahisi kwa vipimo vyako kwamba hili ni jema, huyu mtu anakufa, lazima nimsaidie. Unajua kuna wakati fulani walikuja wale wanaochukua damu salama, nadhani wanafahamika hivyo, nilipokuwa kwenye kanisa fulani. Na walikuja siku ya Jumamosi, na hiyo siku ilikuwa imepangwa kwa ajili ya utoaji wa damu. Wana programu hiyo vijana ya kuchangia damu, na wakaiweka siku hiyo ya Jumamosi. Pakawa na mahema mengi sana kwenye uwanja wa lile kanisa, na kulikuwa na speaker pia huko nje zinazowaita watu, mlioko kwenye hema fulani,
hapo mmezidi sana, mje kwenye hema hili huku. Watu wanaendelea kutoa damu, na huko nje ndani watu wanaendelea kusoma lesoni. Ikafika mpaka wakati wa ibada. Sasa wakati wa ibada ulipokuwa unakaribia, nikafuatwa na kiongozi. Akaniambia, kiongozi, hiki tunachofanya tunavunja sabato leo. Nikamuuliza kwa nini? Akasema, wewe unaona hii vurugu kweli? Kuna mtu anazingatia sabato hapa? Yaani ule sabato ambayo tumeizoea leo haipo. Yaani kama ningejua kwamba pana vurugu hivi leo kanisani, ningeenda kusali kwenye kanisa jingine ambapo hamna vurugu kama hizi. Nikamwambia, kusaidia wenye shida ya damu, kwa nini unaita vurugu wewe? Akasema, si wanatakiwa waje siku nyingine. Nikajua huyu na wale Wayahudi wala hawatofautiani, tofauti ni ya rangi tu. Kwa hiyo hili swala linatakiwa ieleweke vizuri. Mwanadamu amekosa damu, akiendelea kukosa hiyo damu anakufa. Wasabato tumekuja mtusaidie damu, kuna mgonjwa kula anahitaji damu. Hiyo unahitaji sabato ishe? Unahitaji ujipange wewe? Unahitaji kwamba sasa itakuwaje na ibada? Hiyo ibada situlie isubiri? Au wewe uziji kujua kwamba hii kitendo cha kutoa damu hapa ni ibada kuliko hata ibada nyingine yoyote? Hiyo ndio maana ya sabato. Yaani amri ya sabato inatufundisha somo la haki kwa imani kwa kina sana. Ukiondoa tu somo la haki kwa imani linapotea. Mungu ametenga siku ya sabato kwa kusudi la kuendeleza na kuboresha mahusiano yake na wanadamu. Kule kwenye bustani ya Edeni alikuwa anafanya hivyo kila siku, na sasa baada ya dhambi kuingia anataka kufanya hilo angalau mara moja tu kwa juma. Mwanzo 3:8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Kumbuka kwamba alikuwa na utaratibu wa kuwatembelea wale babu zetu na bibi zetu pale bustanini. Inaonekana ni utaratibu wa kila siku ulikuwa. Lakini baada ya dhambi kuingia akasema, nataka sasa tukutane tu mara moja. Yaani hiyo ni appointment ya daktari na mgonjwa wake. Unawezaje kuichukia kitu kama hicho? Unasema bwana, mara moja kwa juma, mbona na shughuli zangu siku hiyo, kuna mahali nataka niende nikatafutie. Hapana. Hiyo ni privilege kwako wewe. Labda Mungu ndio angelalamika kwamba huu muda ningeweza kuwa nafanya shughuli za muhimu, lakini ameamua kutenga muda kwa ajili yako. Kwa hiyo kama kuna mtu wa kulalamika, asingetakiwa awe wewe hapo. Kutoka 29 mpaka 10, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Siku 6. Yaani Mungu aliposema usifanye kazi, watu wengine wanafikiri kwamba sasa tutakula nini? Tusipofanya kazi tutakula nini hapa mjini hapa? Kati ya siku 6 za kufanya kazi na siku 1 ya kupumzika, zipi nyingi? Si siku 6. Na hizo siku 6 nakwambia hizo chakalika sana. Kama unaweza kufanya asubuhi, mchana na jioni na usiku, fanya. Si ndio? Fanya, utende mambo yako yote hiyo. Fanya yote. Na hiyo inawezekana. Halafu unajiwekea utaratibu kwamba hii siku sasa napumzika. Kule kupumzika ni ili kusudi utoe mchango mkubwa sana utakaporejea kazini. Sio kukufanya uwe mvivu. Amri ya sabato haitukuzi uvivu. Amri ya sabato ndio inahimiza watu wafanye kazi siku 6 na wafanye mambo yao yote. Kwa bahati mbaya hapa duniani watu wavivu unakuta wanaenda kazini, lakini muda wanaofanya kazi ni mdogo tu. Muda mwingi ni story. Hata wengine wanaenda shambani, muda mwingi ni kujishika tu kiuno hivi. Amri ya sabato inakataa hicho kitu. Mungu anataka akikukuta shambani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, ni muda tu wa kupumzika, unakula kidogo, unakunywa na maji, unarudi shambani. Na pale mwili utakapoonekana umechoka, basi unarejea nyumbani. Lakini sio umeenda kazini, muda mwingi wewe ni story tu, muda mwingi ni simu tu. Hiyo imekataliwa na amri ya sabato. Fanya kazi. Fanya kazi. Kwa hiyo kabla ya kupumzika kuna agizo la kufanya kazi. Urafiki unaodumu na unaokuwa ni ule unaoruhusu mawasiliano wa mara kwa mara na yenye kina. Mungu alitenga siku moja isiyo na mwingiliano wa shughuli ili ashughulikie mahitaji ya mwanadamu.
Kwa kuwa shughuli za kupika ni miongoni mwa mambo yanayoingilia sana mawasiliano ya kina baina ya marafiki wenye mengi ya kubadilishana mawazo, Mungu alipendekeza siku hiyo ya kukutana isiwe na shughuli za mapishi. Luka 10:39-42, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huo ni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lilo jema ambalo hataondolewa. Wakina Martha wako wengi sana, ndio hao wanaosema kwamba nipumzike, nitakula nini? Nipumzike alafu itakuwaje? Kwani hata hivyo unavyokula unavikula kwa sababu ya nguvu na akili zako? Si Mungu anakuwezesha? Kwa hiyo Mungu anataka upate muda wa kukaa na yeye. Kuna faida kubwa sana kuliko kuiacha hiyo siku ipotee. Yaani unaamua kwamba majuma 52 ya mwaka yote huna muda ukaa na Yesu kweli? Eti kwa sababu tu unahangaika unatafuta hela. Hiyo hela hutafanikiwa kuipata kama ungekubali kwenda kukaa na Yesu. Yeye angekupa maarifa, yeye angekupa utulivu, yeye angekupa namna bora ya kutumia hayo mapato ulionayo na kadhalika na kadhalika. Muda wa kuwa na Yesu usingeingiliwa na jambo lisilo la dharura. Shughuli yoyote inayoweza kuingilia muda wa Yesu kukutana na watu wake ingefanywa kabla Sabato haijaingia katika siku ya maandalio, yani Ijumaa, au ingesubiri hadi Sabato itakapoisha. Luka 23:55-56 tuone mfano huo. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyoweka. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Hawa walienda kaburini na lengo lao ni kuona mwili umelazwa vipi. Wakawa na utaratibu kwamba baada ya kuangalia ule mwili umelazwa vipi, wanakuja na marhamu, na hayo ni mafuta yanayomsaidia maiti isioze. Walikusudia kumfanyia hiyo huduma Yesu. Lakini waliporudi nyumbani hiyo Ijumaa, wakakuta giza lishaingia na Sabato imeingia. Hawakurudi tena kaburini, wakaahirisha. Wakaamua kwamba hiyo shughuli baada ya kuifanya Ijumaa waifanye Jumapili alfajiri. Na ndivyo Mungu anachotegemea kwetu sisi. Kama kuna jambo ambalo unaweza kuliahirisha usilifanye Jumamosi ukalifanya kesho yake, basi fanya hivyo. Lakini pia kama una uwezo wa kulizuia lisifanyike Jumamosi ukalifanya Ijumaa, basi fanya hivyo. Hiyo ni akili tu nzuri mbona? Na hilo jambo Mungu analikubali. Na hilo ndilo jambo ambalo mara nyingi wa Sabato hao ambao umeulizia habari zao ndivyo wanafanya. Wanaepuka kupika siku ya Jumamosi ili wasijichoshe sana wakakosa muda na Yesu. Luka 24:1-3, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka walikwenda kaburini wakileta manukato walioweka tayari. Walikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Kwa hiyo hawa hawakumpaka Yesu. Yaani wanafika siku ya Jumapili, hola Yesu hayupo. Kwa hiyo Yesu alifufuka bila kupakwa mafuta. Kwa nini? Waliheshimu Sabato. Hebu fikiria, kama kumpaka Yesu tu ilionekana kwamba hiyo ni shughuli ambayo itaingilia muda wao wa kukaa na Mungu na kuwasiliana. Wewe unashindwa vipi kuacha hiyo shughuli ukaifanya Jumapili au Jumamosi? Unaona? Unafanya tu taratibu fulani wa kuongea na bosi wako ili akusaidie hiyo siku ya Jumamosi, unakuja kulipia siku ya Jumapili. Na mabosi wengi wanaelewa hilo jambo. Hawa ndivyo walivyofanya. Hekima iliwatuma kufanya hivyo. Yesu anapendelea kuwa na muda wa faragha na wanadamu kwa kuwa ana mengi ya kuwafundisha yanayohitaji faragha ili kuweza kueleweka na kuyafanya maisha yao ya kuishi hapa duniani kuwa rahisi na yaliyo bora zaidi. Marko 6:31 akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwa kwa watu wengi wakija wakienda, na hata haikuwepo nafasi ya kula. Hapa hawakuwa na nafasi ya kula mpaka Yesu akamwambia, niwaambie kitu, twendeni pembeni kidogo nje kwenye faragha. Wakaenda kwenye kamsitu fulani hapo wakatulia zao.
Hiyo ndio kawaida ya Yesu. Hiyo ndio kawaida ya Yesu. Hebu nikuulize, unafikiri kwa nini kuku hawezi kutaga hapo barazani, mko mnaongea hapo, hawezi kutaga hapo kibarazani hapo? Kutaga kunahitaji faragha. Atatafuta mahali penye kigizagiza, penye kichochoro, ili afanye jambo lile la kiibada. Ana akili yule. Kwa hiyo wewe unasema kwamba inatosha tu nienda kanisani misa ya kwanza, nikishamaliza hapo basi nishamaliza na Mungu, ninaenda zangu wapi? Kwenye shughuli zangu. Hapana. Kukutana na Mungu kunahitaji faragha, kunahitaji nafasi, kunahitaji muda. Wakiwa wanasafiri jangwani toka Misri kuelekea Kanaani, Mungu aliwapatia Waisraeli chakula maalumu kutoka mbinguni ili kuondolea usumbufu wa kukiandaa. Chakula hicho kilitumika kwa siku husika na hakikuruhusiwa kutunzwa kwa ajili ya siku inayofuata. Kutoka 16:21 hadi 30 Biblia inasema, basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa, na hapo jua lilipokuwa ni kali kikayeyuka. Basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa, akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachowasalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Basi wakakiweka hata asubuhi, kama Musa alivyoagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo, kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana. Leo hamtakiona nje barani. Siku 6 mtaokota, lakini siku ya 7 ni sabato. Siku hiyo hakitapatikana. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato, kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula siku 2, chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Watu wakaidi sana. Yaani Ijumaa Mungu anawapatia mana mara 2. Kwa sababu siku zingine za kawaida, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, ukikiokota hicho chakula asubuhi, halafu ukakitunza kama nitakula kesho, kimeoza. Yaani Mungu alitaka kuonyesha wanadamu waendelee kumtegemea Mungu katika kila siku. Siku ya Ijumaa Mungu akawapa mara 2, chakula kikadondoka kingi sana. Akamwambia kuleni, alafu hicho kingine mtakibakiza, mtakula siku ya Jumamosi. Cha ajabu, siku ya Jumamosi kile chakula hakikutoa uvundo wala hakikuoza. Kikaliwa kiko fresh. Lakini tena cha ajabu, kuna watu wengine kwa sababu ya ukaidi, hiyo Jumamosi wakatoka kwenda kukitafuta kule ambako kinadondokea. Kwani walikiona? Ndio Mungu akawaambia Musa, hivi waambie hawa watu, kwa nini wanakuwa wagumu wa kunielewa? Jamani, leo Jumamosi mtu anatokaje kwenda ukitafuta chakula wakati nilisema leo hakitadondoka, na jana nimewapateni mara 2? Kwa nini mnanifanyia hivyo? Kwa hiyo Mungu anasikia machungu mengi sana tunapozungumzia swala hili la sabato, ambalo wewe umelichukulia kiwepesi sana. Yaani umechukua kama ni jambo tu la hiari hivi, au linawahusu hao wa sabato. Sio. Huyo Mungu anayekupa pumzi ndiye anatoa hili agizo. Hili jambo lina umuhimu mkubwa sana. Mungu mwenyewe anajua ameweka siri gani kwenye hii siku. Wewe tulia hiyo siku, pumzika, msikilize Mungu anataka nini. Kwani kuna shida gani? Kwani ukihangaika sana ndio utaongeza nini? Fundisho la kuacha kufanya shughuli za kujichosha ili kupata muda na Yesu limekuwa kikwazo, si kwa watu wa kizazi hiki tu. Hata katika zama za Waisraeli ilimlazimu Mungu atoe adhabu kali watu wajiepushe kufanya kazi siku ya sabato. Kivipi? Hebu tusome Hesabu 15:32 hadi 36. Kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwako jangwani, wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya sabato. Hao waliomwona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote, nao wakamweka kifungoni, maana ilikuwa haijasemwa atakalotendewa. Bwana akamwambia Musa, mtu huyo lazima atauawa. Mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya marago. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya marago, nao wakampiga kwa mawe akafa, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kutokana na agizo hilo, Waadventista wa Sabato
wanajiepusha kupika siku ya Sabato ili kuhifadhi usikivu unaohitajika siku hiyo Mungu anapokutana nao. Hata hivyo, kupika hakuwezi kuepukika siku ya Sabato katika mazingira fulani. Mazingira gani? Chakula cha siku ya Sabato kinachoweza kuandaliwa Ijumaa na kuliwa Jumamosi kikiwa salama ni kama wali, kande, ndizi, mihogo, viazi, mikate, chapati, maandazi, matunda, sharubati, nyama, mboga za majani na mboga za jamii ya kunde. Hivi vinaandaliwa tu siku ya Ijumaa, na siku ya Sabato vinapashwa tu kidogo na vinatumika vizuri. Fanyeni kazi zenu, Kutoka 35 fungu la 2 hadi 5. Kutoka 35 2 hadi 3. Fanyeni kazi zenu, fanyeni kazi siku 6, lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu. Ni Sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Hii ni sababu nyingine umeuliza kwa nini wa Sabato hawapiki. Kulitolewa agizo. Mungu alikuwa anataka kuweka msisitizo, jamani, hiyo siku ya Sabato sitaki mambo ya kupika pika. Najua mambo ya kupika alivyo na usumbufu. Ninyi mtakuwa mmeweka akili zenu zote kwenye kupika, ninyi hata muda wa kukaa na mimi tuongee utakuwa haupo. Kwa hiyo hata moto usiwashwe siku hiyo. Sasa kaa vizuri, ili agizo linatolewa wakiwa wapi? Wakiwa kule jangwani. Kule jangwani upishi uliokuwa unafanyika kule ni wa kuni. Kwa hiyo moto uliokuwa unatajwa hapa ni moto wa kuni. Kwa sababu ili moto wa kuni uwashe, kwanza unatakiwa ukatafuta hizo kuni zenyewe, na wakati mwingine wanabidi uzipasue hizo kuni. Halafu uanze kuchochea, uanze kutafuta kiberiti cha kuwasha. Inaweza kachukua muda tena kuwasha huo moto, na kila baada ya muda fulani unaenda kuangalia, unachochea, kuni zimepungua. Hivyo unaweza kufananisha na jiko la gesi. Kwa hiyo watu wengine wameenda mbali sana. Wakimkuta mtu anawasha jiko la gesi, wewe moto umeambiwa usiwashe moto siku hiyo. Hapana, moto uliokuwa unazungumzwa ni ule ambao unaleta usumbufu mkubwa sana katika kuandaa mapishi. Kwa sababu gani? Hiyo siku ya Sabato, kama umeandaa chakula chako Ijumaa, huo wali unaokubalika na hizo ndizi na hivyo viazi, na hapo mahali ni mahali penye baridi sana, utatakiwa upashe hicho chakula, watu wasikile kikiwa na baridi. Kula chakula cha baridi nao kuna madhara yake makubwa tu. Kwa hiyo unatumia nini sasa katika kupasha? Unawasha moto, lakini ni moto upi? Wa kuni, wa mkaa au wa gesi? Sasa unatafuta moto ambao utakuwa na usumbufu mdogo, moto wa gesi. Sasa kama huna, basi unarejea huko kwenye moto huo wa nini? Huo wa kuni au wa mkaa. Mungu asingeweza kutoa agizo kama hilo kwa watu waishio maeneo ya baridi sana, ambapo hupika kwa kutumia majiko ya gesi au umeme. Maagizo ya nini cha kufanya na nini cha kufanya cha kutofanya siku ya Sabato yanaamuliwa na mazingira na udharura uliojitokeza. Mimi siwezi nikakutengenezea hapa nikakupigia ramani zote kwamba katika mazingira haya unapika, katika mazingira haya usipike. Mazingira yataamua, na Roho wa Mungu atakuonyesha kwamba hapa sasa natakiwa nipike. Kwa mfano, wewe unawapikia wanafunzi wa shule nzima kama 800 700 hivi, halafu unapika huo wali siku ya Ijumaa. Unadai kwamba siku ya Jumamosi utakuja kuupasha. Wali wa watu 800 unaupashaje? Usumbufu wake ni mkubwa. Hapo ni moja kwa moja ni kwamba huo wali utaupika siku hiyo ya Jumamosi, na utawapatia hao watoto chakula kikiwa freshi. Na hiyo haitakuwa dhambi, haitakuwa kosa. Itakuwa inafanana na wanafunzi wa Yesu waliokula masuke kule shambani. Lakini kama mpo 2 3, halafu unasema niliona kule shuleni wakipika siku ya Sabato na mimi napika siku ya Sabato, uone kama hapo ni tofauti. Hapo unamtafuta Mungu tu, unamchokoza Mungu. Katika mazingira hayo ambayo namna pekee ya kupika chakula ni kwa kutumia moto wa kuni au mkaa, chakula kama ugali kisichoweza kuandaliwa Ijumaa kikafaa kuliwa Jumamosi kitapikwa siku hiyo hiyo ya Jumamosi. Luka 6:1 hadi 4. Ikawa siku ya Sabato moja alikuwa akipita katika mashamba, wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa mikononi mwao. Basi baadhi ya Mafarisayo wakawaambia, mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Yesu akawajibu akawaambia, mkulisoma hata hilo alilofanya Daudi
alipokuwa na njaa, yeye na wale waliokuwa nao, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaitoa mikate ile awaonyesha, akaila akawapa na hao wenziwe, ambayo si halali kuila ila kwa makuhani peke yake. Yesu anajaribu kuhalalisha. Ni kwa nini katika siku ya Sabato inawezekana kupika? Kwa nini siku ya Sabato inawezekana kwenda dukani ukanunua unga kumpikia mgeni aliyokufikia? Maana ulikuwa una chakula umekula umemaliza chote, ukujua kama mgeni anakuja. Na kama huna hela ya kwenda kununua unga hapo dukani kwa jirani, una viazi vyako hapo, unachukua jembe unachimba, unatoa viazi pale, unaenda unachemshia, mgeni anakula kwa raha zake. Na yeye anaona kumbe Sabato ya hapa iko vizuri tofauti na ile ya Wayahudi. Hivyo ndio maelekezo ya Yesu mwenyewe. Sasa tunaenda kwa mapumziko, na baada ya muda tutarejea kuendelea na maswali mengine. Karibuni tena. Baada ya mapumziko mafupi tumerejea na tunaangalia swali linalofuata. Karibu. Swali linauliza, je, Sabato itakuwepo mbinguni? Swali ni la muhimu sana. Kifupi ni kwamba Sabato itakuwepo mbinguni. Hilo usiwe na wasiwasi nalo kabisa. Na kinachotufanya tuamini hivyo ni kwamba Sabato ilianzishwa juma la kwanza la uumbaji, imekusudiwa iendelee mpaka milele. Sabato haikusudiwa iwe ya kitambo kifupi au ishie msalabani kama baadhi ya watu wengine wanavyosema. Sabato ilianzisha ili iwe ya kudumu, ni agano la milele. Katika kitabu cha Mwanzo 2:2-3 nasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabarikia siku ya Sabato, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba. Kwa hiyo Sabato ilianza zamani sana. Na katika kitabu cha Kutoka 31:16 Biblia inasema, kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato, kuiangalia sana hiyo Sabato katika vizazi vyao vyote, ni agano la milele. Kwa nadhani hilo ndio ungekuwa mshikilio mkubwa sana. Sabato ni agano la milele, maana yake nini? Yaani Mungu ameweka agano na wanadamu kwamba kadri siku zitakapoendelea kuwepo, Sabato itaendelea kuwepo. Kwa hiyo mbinguni tutakuwa na Sabato kwa sababu Sabato pia ni miongoni mwa amri 10 za Mungu, na zile amri 10 za Mungu hazina mwisho zile. Mungu aliposema usiue, anamaanisha usiue tu, yaani hakuna wakati atabadilisha akwambie uue. Na kwa nini ufikirie kwamba ile ya Sabato utafika wakati Mungu ataibadilisha isomeke tofauti? Kwa nini asizibadilishe zile zingine za kuua, kuzini, kusema uongo? Unajua kitu cha kushangaza sana ambacho nawe unatakiwa ujifunze, kwamba amri kuanzia ya 5 mpaka ya 10 hizi zinahusu mahusiano ya Mungu ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Msimwambie jirani yako uongo, usizini, usiibe, usitamani. Hizi watu hawaongelei kabisa. Wanasema hizo zinaendelea. Hizo zinaendelea kabisa, hazina shida hizo. Na ukiwauliza na mbinguni nasema hata mbinguni zitakuwepo hizo. Kabisa. Sabato sema hiyo ya Wayahudi. Hiyo mbona ilishia msalabani tu pale? Hapa pana shida. Mgogoro huu umetengenezwa na Shetani. Nikwambie sasa siri. Anaichukia Sabato kuliko unavyoelewa wewe. Kwa sababu hii ndio inayemtambulisha Mungu anayestahili kuabudiwa, aliyeumba mbingu na nchi. Na kwa nini wewe akupe faida ya kumjua huyo Mungu? Na kwa nini wewe akupe nafasi ya kumwabudu huyo Mungu wakati yeye mwenyewe anatamani kuabudiwa? Kwa hiyo Shetani amewakoroga watu kwa kitu ambacho wala hakikuhitaji mkorogiko wowote. Yaani kwamba siku ya kumwabudu Mungu ikibaki ile ile, kuna shida. Shida iko wapi?
ikibaki ile siku ya Sabato, Jumamosi, kuna shida iko wapi? Na hiyo shida inaondokaje kwa kuipeleka hiyo siku ya Jumapili? Kwamba sasa tatizo limeisha. Limeishaje? Hebu tueleze lilivyoisha. Kwamba kule kwenye siku ya Jumamosi kulikuwa na tatizo, na hilo tatizo sasa limeisha kwa kuileta Jumapili. Jamani, tufunguke akili. Ili jambo lahitaji kuwa na uwezo mkubwa sana wa kutafakari. Hapa kuna vita kati ya Mungu na Shetani. Yeye amejua kwamba hiyo siku wanadamu watakaponielewa, watakaponikubalia, waiache hiyo Sabato inayomtambulisha Mungu aliyewaumba na aliyeumba mbingu na nchi, na ambaye ndiye peke yake anayestahili kuabudia, wakaje kwenye siku nyingine nitakayoanzisha. Hiyo siku wakiabudu tu, mimi ndio naipokea. Mimi ndio napokea, kwa sababu Mungu mimi namjua, hawezi kuiacha Sabato yake pale, aje kwenye siku yangu huku aje apokee ibada za watu wake. Na ndivyo inavyotokea. Siku ya kwanza ya juma ambayo wanadamu wamechagua kumfanyia Mungu ibada, na siku nyingine yoyote ile ambayo wanadamu wenyewe wamechagua kumfanyia Mungu ibada, anayepokea hiyo ibada sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ni huyo aliyewapatia akili ya kuanzisha hiyo siku. Na huyo sio mwingine, ni Shetani. Yeye huwa hataki kujitambulisha, kwa sababu akijitambulisha kwamba ndio yeye, wote mtampiga mawe. Anatumia hao mlionao waliobadilisha siku ya kuabudu kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Mbona walikuwa Wakristo tu? Hawakuwa Waislamu, hawakuwa wapagani. Wapagani walileta tu wazo. Hao Wakristo waliokuwepo ndani ndio wakaafikiana na hilo wazo, wakaiweka hiyo siku imeshika mpaka leo hii watu wanaiabudu. Lakini haitambuliwi kwa Mungu, haitambuliwi mbinguni. Kwa hiyo kule mbinguni inayotambulika ni Sabato. Isaya 24 fungu la 4 hadi la 6, dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameiasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Unafikiri agano la milele waliolivunja nipi? Si pale nyuma tumeambiwa Sabato ni agano la milele. Leo hii dunia unaiona iko hivi. Hii dunia itaenda ikiyumba hatua moja mpaka nyingine, mpaka itafika mahali itakolapsi kabisa, itasimama, haiwezi kuendelea, imekata moto. Sababu ni moja tu, watu wameziasi amri za Mungu, na hasa lile agano la milele ambayo ni Sabato. Mungu ana wivu nayo kubwa sana Sabato, na ndio maana huna sababu ya kujiuliza kwamba huko mbinguni itakuwepo. Kama aliyeanzisha yuko mbinguni, kwa nini iwepo duniani na huko mbinguni isiwepo? Mbinguni itakuwepo Sabato, na Biblia inatuambia katika kitabu cha Isaya 66:22 hadi 23, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Wanadamu watakaobahatika kwenda mbinguni, watakaobahatika kuwepo katika nchi mpya, kwa sababu awamu ya kwanza tunaenda mbinguni, tunakaa pale miaka 1000, Sabato itakuwepo. Halafu baada ya miaka 1000 ukaa mbinguni, tunarejea hapa duniani katika nchi ambayo itaumbwa upya kabisa. Tutakaa hapa milele na milele, na Mungu mwenyewe ataweka maskani yake hapa duniani. Sabato itakuwepo. Sasa una shaka gani? In fact, jambo moja itakayotokea kule mbinguni kwa watu wengi ni kufika mbinguni na kukuta siku inayoabudiwa pale ni siku ya Sabato, ambayo huku duniani waliikanyaga na walipuuza. Na kwa bahati mbaya hata kuwepo hata mtu mmoja atakayeruhusiwa kwenda mbinguni ambaye alikuwa anaikanyaga Sabato hapa duniani, kwa sababu kule ibada zote zinafanyika siku ya Sabato. Sasa wewe utakuwa unafanya ibada siku gani kule mbinguni? Hilo ndio jambo la wewe unatakiwa ulitafakari na kulifanyia maamuzi. Kwa hiyo kule mbinguni ibada zote ni siku ya Jumamosi, na wewe pia ungepaswa kuungana na viumbe walioko kule wanaomwabudu Mungu siku ya Jumamosi. Jumamosi ni siku ya Mungu. Usione hivi inafanywa ndio siku ya starehe, siku ya mipira, siku hata ndondi zote zinaweka Jumamosi, watu wanapigana huko. Ni ukaidi tu wa wanadamu, ni upotofu wao. Hii siku inatakiwa kila mahali duniani inapokaribia tu
watu wote wanakaa pembeni, wanampa Mungu nafasi yake, wanamwabudu, wanamtii. Shetani angeaibika sana. Na ndio maana unaikuta katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 17 nasema joka akamkasirikia yule mwanamke, yani kanisa, akaenda afanye vita nalo wale wanaozitunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Katika amri za Mungu pale anayoichukia kuliko zote ni Sabato. Na ndio maana hata Wasabato katika baadhi ya maeneo wanachukiwa sana. Na hata muuliza swali wewe pia hapa, kuna baadhi ya waliouliza swali kwamba kwa nini Wasabato hawapiki. Ni kama vile wanaona washamba fulani hivi waliochelewa sana, hawapewi majina mazuri, haonekani kama ni watu wanatumia akili sawa sawa. Lakini nataka nikuambie, hakuna akili zenye akili kama ile akili inayomtambua Mungu aliyeumba mbingu na nchi na aliyeagiza wanadamu wapumzike siku ya Sabato. Na wewe ukichagua kumwabudu huyo Mungu utakuwa umefanya jambo la maana sana. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo. Naamini umefaidika pakubwa sana katika majibu yaliyotolewa. Sasa fanya uamuzi wa kumchagua Yesu na ufanye uamuzi wa kuitunza Sabato. Na wakati ninapokwenda kuomba, kama unatamani kuanza kuitunza Sabato, utainua mkono wako ili kumwonyesha Mungu wa mbinguni kwamba umeelewa somo na upo tayari kuanza kutunza Sabato, ili mbinguni unapoenda usije ukaonekana kituko kwa kutoielewa Sabato inayotunzwa kule mbinguni. Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya fundisho la siku hii ya leo. Asante kwa mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Umsaidie kwa yale aliyoyapata, yakamsaidie kufanya uamuzi wa kuokolewa yeye na jamaa zake. Msaidie kumwonyesha kwamba Sabato ni ya kwako, imetoka kwako na unaithamini. Ni bahati mbaya tu katika huu ulimwengu hii Sabato haipati heshima inayostahili. Lakini hii ni nafasi kwa huyu mpendwa ambaye anatamani kwenda kuitunza Sabato. Umsaidie aanze kufanya hilo zoezi. Na atakapofanya jambo hilo la maana, ukambariki sana. Na watu wote wakatambue kwamba huyu anabarikiwa kwa sababu amemchagua Mungu na amechagua kuitunza Sabato. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina.